Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam zimwendee Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na Waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Tunaendelea na kipindi chetu cha Qanadil. Leo tutaangazia katika kipengele cha istihbar bimaqam yaumi al-akhir wal hisab. Ndugu zangu katika imani, leta hisia ungali hai, leta hisia kuhusiana na kisimamo cha siku ya mwisho, kisimamo cha siku ya Kiyama. Hebu leta hisia, siku ya Kiyama itakuwaje? Allahu akbar. Hebu hisia zako zikiwa ni nzuri, kwa kweli utafanya yaliyokuwa mazuri katika maisha ya dunia. Lakini bahati mbaya, kuna wale ambao wanakanusha ya kwamba hakuna siku ya mwisho, kwa maana mtu akifa ndio kiyama chake kimefika. Wengine wanasema, nyinyi mashekhe, tokea mtuambilie kwamba kuna kiyama, kuna siku ya mwisho, kuna siku ya mwisho, mbona haifiki? La ilaha illa Allah. Kwamba hakuna kufufuliwa, hiyo ni itikadi ambayo ni mbovu. Na yule atakayekuwa na itikadi kama hiyo anakuwa si Muislamu, ametoka katika Uislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani ya kwamba laqad kafara alladhi, amesema ndani ya Qur'ani ya kwamba za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasir. Za'ama alladhina kafaru, wamedai wale waliokufuru. Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha ya kwamba wale ambao hawana imani wamekwisha kufuru kwa ajili ya kukanusha ya kwamba hakuna kufufuliwa. Itikadi kama hii, atapotokea yeyote akaikanusha, afahamu ya kwamba si Muislamu. Ufufuo upo. Siku ya Kiyama ipo, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kanadili yetu, mwanga wetu, nuru yetu itatuangazia kuhusiana na kisimamo cha siku ya Kiyama. Allahu akbar. Siku ya malipo, siku ambayo ni nzito. Watu watafufuliwa kutoka kwenye makaburi yao. Wale waliofia katika bara la Afrika watafufuliwa, wale waliofia katika bara la Arabuni watafufuliwa, wale waliofia katika bara la Ulaya pia watafufuliwa. Ndugu zangu katika imani, yauma yaqumu nnasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watafufuka kutoka kwenye makaburi yao. Allahu akbar. Siku nzito, siku nzito. Watu watasimama baada ya kufikishwa katika uwanja wa hukumu. Allah subhanahu wa ta'ala atauleta moto kutokea Yemen katika sehemu ya Adeni. Ule moto kazi yake utakuwa unawaswaga watu. Hapo kiyama kimefika. Sasa baragumu la kufufuliwa limepigwa, watu wamekwisha fufuka kutoka kwenye makaburi yao. Allah anauleta moto unawaswaga watu katika uwanja wa hukumu. Na uwanja wa hukumu itakuwa ni wapi, ndugu zangu katika imani? Katika ardhi ya Sham. Palestina ndiyo itakuwa ni ardhul mahshar, ndipo tutapokusanywa hapo, ndugu zangu katika imani. Al-awwalina wal-akhirin, watu wa mwanzo kuanzia Nabii Adam alayhi salam na viumbe ambavyo vilikuwepo kabla ya Nabii Adam, majini. Allah subhanahu wa ta'ala wote atawafufua, atakuwa katika uwanja wa hukumu. Tumekusanywa pale, tutasimama. Kile kisimamo kile, miqdaruhu 50,000 sana, makisio yake, makadirio ni miaka 50,000. Allahu akbar. Kusimama tu miaka 50,000.
afadhali iwe miaka 50,000 ya duniani, lakini ikiwa ni miaka 50,000 ya akhera, wallahi kisimamo kitakuwa ni kirefu mno ndugu zangu katika imani, kwa sababu siku moja ya akhera Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani katika surati al-Hajj ya kwamba wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya subhanallah, Allahumma sallim sallim. Siku moja ya akhera ni sawasawa na miaka 1000 ya duniani. Siku moja ya akhera ni sawasawa na miaka 1000 ya duniani. Sasa ikiwa kile kisimamo cha akhera ni miaka 50,000 ya akhera huko, tutasimama muda gani ndugu zangu katika imani? Watu wamesimama, hakuna kipengele cha kukaa chini, hakuna kipengele kwamba nimechoka acha niiname kidogo. Hapana, wote tumesimama. Subhanallah. Ndugu zangu katika imani, ebu tuvuteni hisia kuhusiana na siku ya mwisho. Wale majini ambao walikuwa wakisumbua binadamu, Allah subhanahu wa ta'ala na wao anawaleta katika uwanja wa hukumu. Ndio unawaona majini hapa duniani, hatuwaoni. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka pazia, wao wanatuona lakini sisi hatuwaoni. Siku ya kiyama Allah ataondoa pazia, utamuona yule ndio jini Sharifu, yule ndio jini Maimuna, walikuwa wakisumbua viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pazia iliyopo baina yetu sisi binadamu na baina ya malaika, Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa. Tutawaona malaika. Yule ndiyo malaika Jibril alayhi salam, ndio alikuwa anateremsha wahyi, anateremsha Qur'ani kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yule ndiyo malakul mauti ambaye alipewa kazi na Allah subhanahu wa ta'ala za kuchomoa nafsi za viumbe. Allahu akbar. Yule ndiyo Mikail ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa kazi kwa ajili ya kuteremsha mvua. Tunaona malaika mbalimbali, wale ambao wanaandika mema na madhambi tunawashuhudia, tutawaona siku ya kiyama, siku ya hesabu. Allahu akbar. Fanya mema ndugu yangu Muislam, fanya mema ili utaraji malipo yaliyokuwa mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukifanya mema usisubiri shukurani kwa kiumbe. Wanasema Waswahili ya kwamba fanya mema wende zako, na usimpe mtu kitu ukasubiri akwambie nashukuru. Hapana. Ndio anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yule atakayetoa sadaka halafu umetoa sadaka umempa mtu ukamwambia yule uliyemsaidia kwamba hebu nishukuru sasa, subhanallah, ukimwambia haya maneno, fadhila zako za ile sadaka, malipo yako Allah subhanahu wa ta'ala anayaharibu. Wewe msaidie, kisha yule aende zake na wewe nenda zako. Wakati unampa akisema alhamdulillah, akisema jazakallahu khair, Allah kulipi kila la kheri na shukuru, na mfano wa maneno kama hayo ni kheri. Lakini kama kusema kitu amepokea kaenda zake, wala usinune ndugu yangu Muislamu, usinune. Kwa hiyo leta istihdari, leta hisia za hali ya juu kuhusiana na kisimamo cha siku ya kiyama na kuhusiana na hisabu. Allahu akbar. Man amila salihan falinafsi, yule atakayetenda mema basi ametenda ni kwa sababu ya nafsi yake. Umeswali, unasikia adhani ya alfajiri, as-salatu khairu minan naum, shuka lako unalisogeza pembeni. Baridi ya usiku unapambana nayo, unatawadha maji ya baridi, unapiga hatua moja, hatua mbili, unatokea nyumbani unaelekea msikitini, huenda kuna kiza lakini hujali, unatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila saliha falinafsihi, yeyote atakayefanya mema ni kwa sababu ya nafsi yake. Mwezi wa Ramadhani umefika, wewe unamfuturisha ndugu yako Muislamu, umepeleka tende msikitini, umepeleka ndizi msikitini, umeandaa futari, unawaita watu wanakuja kula nyumbani. Allah atakupa nini ndugu yangu Muislamu?
Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ametukumbusha ya kwamba man fattara swaima, yule atakayemfuturisha aliyefunga. Umenunua ndizi ukaikata japo vipande viwili, wewe ukachukua kipande kimoja, kipande kingine ukampa ndugu yako. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu yako anakula ndizi ulionunua, anakula tende ulionunua, anakula nini, ni kitu chochote ambacho umenunua ukampa na ndugu yako. Ikiwa umeandaa juisi, ikiwa umeandaa maziwa, umeandaa nanasi, Allahu akbar, Allahu akbar, kifungua kinywa, ndugu yako anakula, anakunywa, wewe ndiyo sababu. Man fattara swaima, yule atakayemfuturisha aliyefunga, malipo atakayoyapata ni makubwa mno. Sasa umeandaa chakula, watu wamemaliza kuswali magharibi. Baada ya kuswali magharibi, watu umemchukua ndugu yako ukampeleka nyumbani, chakula kimeandaliwa, ndugu yako akala akashiba. Allah atakupa nini wewe Muislamu? Tuikumbuke siku ya hisabu. Tufanyeni mema ndugu zangu katika imani, ili malipo yawe ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman asaa fa alaiha, na yule atakayefanya mabaya, madhambi yanarudi kwako, unafariki, watu wanabaki wanakusema vibaya, fulani Allah muondoe, Allah mzidishie adhabu za kaburi. Alikuwa na mali lakini mali zake hatukuziona sisi Waislamu. Subhanallah. Allah ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, hebu tuleteni hisia kuhusiana na kisimamo cha siku ya Kiyama, kuhusiana na hesabu siku ya Kiyama. Tufanyeni yaliyokuwa mazuri, ili Allah subhanahu wa ta'ala atupe vitabu vyetu siku ya Kiyama kwa mikono yetu ya kuume. Kwa haya machache ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula, siku ya Kiyama atupe vitabu vyetu kwa mikono yetu ya kuume. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika maisha ya dunia, tufanye yaliyokuwa mazuri, ili tutaraji malipo yaliyokuwa mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada, Allah atufishe tukiwa ndani ya ibada. Kwa haya machache ninasema subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.